سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa neema ya Uislamu. Na tunamuomba aturudishe katika neema hii mpaka mwisho wa nyumba zetu na vizazi wetu mpaka siku ya Kiyama, adumishe neema hii juu yao na azidi kuupa nguvu Uislamu. Kwa hakika tukizingatia kwamba Uislamu umekuja na sheria ambayo imejengwa juu ya kuleta maslahi kwa jamii na kuondosha madhara, basi imechunga wanajamii wote katika kuwaletea maslahi na kuondoshea madhara. Tukitazama Uislamu na mwanamke au sheria ya Kiislamu na mwanamke, tunakuta kwamba imemweka hasa katika nafasi yake. Na ikiweka sheria ambazo usipozitafakari vizuri utaona kama ni kandamizi. Mfano, tukuchukua mifano miwili tu kama mwenyewe hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha wanawake kujistiri, akasema ya ayuha nabii qul liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, waambie wake zako ewe mkubwa daraja na mabinti zako na wanawake wa Waislamu, wanawake wa waumini, wateremshe juu yao, maana kwa jisiri wateremshe juu yao zile jalabibi zao. Kwa kuweza kutoka masiku ya jalabibi jambo la jilbab, lakini mafuhumu ya aya ni kwamba hawa wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awaambie wajistiri. Lakini sasa angalia, baada ya kuambia wajistiri, adabu yake kwamba wastiri wajistiri mpaka uso na viganja, au wajistiri uso mzima, wajistiri na kasoro uso na viganja, yote atakapokuwa. Lakini anasemaje? Adna ayuhabna fala yudhaina. Hiyo na kujistiri kwao ni karibu zaidi kujulikana wao, kwa sababu hiyo wasiuliwe. Umeangalia hiki kilichotajwa hapa kikiashiria ila ya hukumu, ni kwamba hukumu ya wanawake hawa kujistiri, pamoja na kwamba ndani yake wanakuzuia matamanio, lakini sio sababu iliyotajwa ndani ya aya. Ndani ya aya sababu iliyotajwa dhalika anna ayuhabna fala yudhaina, maana yake kwamba hili linarudi katika maslahi ya wao wenyewe, kwamba wajulikane kwamba hawa ni wanawake waungwana, wakijulikana hawatauliwa, wakijulikana hawatadharauliwa, hawatasumbuliwa, hawatabuguliwa. Kwa kipindi hicho ikisema na hii mfasiriina wakafika kwamba wajulikane kwamba si wajakazi, ni waungwana. Lakini hata hiyo pia kwa waungwana wananyang'anywa au kufunguliwa
wanakuwa sana wanapowaona wanawake waliojistiri. Kwa tunaona aya hii au hukumu hii ya wanawake kujistiri imekuja kwa ajili ya maslahi yao wao wanawake wenyewe, kulinda heshima zao, kulinda utu wao, kulinda amani yao, ili wawe katika amani, wasiwe wanakerwa, wasiwe wanachezewa, waheshimike, basi wajistiri. Huyu ni mfano mmoja, tunakwenda hata mfano mwingine. Mwenyezi Mungu anasemaje? yusikum Allahu fi awladikum lilbadari mithlu hadhil unthayayn wa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutha ma taraka. Asema Mwenyezi Mungu kwamba anawaelekezeni au anawaelekeni watu Mwenyezi Mungu au anawaamrisheni Mwenyezi Mungu wala limakifa katika wale watoto wenu walikia watakachojiriki apate mtoto wa kiume mara mbili, apate mtoto wa kiume fungu la wanawake wawili, ndakari mithlu hadhil unthayayn. Kwa lugha nyepesi kwa mwanamke apewe mara mbili ya mwanamume, mwanamke apewe mara mbili ya mwanamke katika mirathi mbili maarufu al-ahad. Kwa nasema kwamba wapewe watoto wa kiume mara mbili ya wanawake, sio? Sasa tunapokuja mbele nasemaje? Asema kwamba kama wakiwa ni wanawake hao watoto wakiwa ni wanawake wawili na zaidi, kwa kuna zaidi maana kisa lazima wawe watatu, hata wakianzia wawili. Kwa wakiwa ni wawili na zaidi, basi watapata thuluthi mbili ya kile alichokiacha yule marehemu. Wakiwa na watoto wawili zaidi ya wakati wawili. Sasa hebu tuchukue kwa mmoja, amekufa mtu, amemwacha mama yake mzazi, baba yake mzazi, mke wake, akaacha na watoto wawili wa kike. Huyu tunaambiwa kwa mirathi yake itagawanywa kutoka katika 27, 24 ambayo haitatosha mafungu yao. Kitaalamu nasema masala ya taulo, sababu 24 hiyo ni lazima mama apate 4 sulusi, baba apate 4 sulusi, mke apate 3 fungu, 11. 24 kwa 11 ngapi? Akabaki 13. Haiwezekani hata siku moja hawa mabinti wawili wachukue hizi 13 kwa kushika kwa kiwango hicho, ila na wao watakadiriwa wakutishe 16. Ile haisema wanakuna kuta madara. Kwa sababu kuna shida hii inafanya hizi zifike 27 ili binti apate kitakachoitwa thuluthi mbili. Sasa kwa sababu mali ile haiwakuwa hawezi kuongezeka, sasa ndio kuolewa hapo kwa mama wanapungua kidogo, hapo kwa nani kwa baba wanapungua kidogo, pale kwa mke wanapungua kidogo, huyu hapana kidogo. Lakini hebu angalia mwenyewe angekuwa na watoto wawili wa kiume ingekwaje? Ingeliwa zile 13 zilizobaki. Sisi kama mmeelewa. Katika 24 mama akichukua 4, baba akichukua 4, huyo mke akichukua 3, watoto wawili wa kiume wanapewa 13 zilizobaki. Wanapewa 13 zilizobaki. Lakini kama ni watoto wawili wa kike wanapewa hata kwanza zile 16. Alafu sasa masala yatakuwa yamehudu. Kuhudu manake ni kwamba yale mafungu yatakayotolewa yatapunguza hata hizo 16 mabinti ile yatakuwa sio zile
zile 16 ambazo wangezipata kwenye 24. Maana yake sio thuluthi mbili tena. Ile ya mama sio sudusi tena. Ya baba sio sudusi tena. Ya mke sio thumuni tena. Ni thumuni kasoro, sudusi kasoro, thuluthi mbili kasoro. Nilitaka kusema nini? Pale aliposema ni zakari mithlu hadhi al-unthayayn, alafu tena baadaye anasema kwamba kama watakuwa ni watoto wa kike watupu wapewe thuluthi mbili ambazo hawapewi watoto wa kiume watupu. Maana yake ni kwamba ipo maana iliyopelekea pale ni zakari mithlu hadhi al-unthayayn. Yule mtoto wa kiume kupewa mara mbili ya mtoto wa kike, kipo kilichopelekea hivyo. Sasa hakipo kwa sababu wale watoto wa kiume hawapo ni watoto wa kike watupu, waambiwa wapewe fungu kabisa. Likadiriwe kabisa, hakuna kitakachobaki wala nini. Kama kitakachobaki hakifikii fungu lao liongezwe. Hii ni kuonyesha kwamba Uislamu kila mtu umempa haki yake. Hawa watoto wa kiume hawa wamepewa haki hapo kwenye mirathi kubwa kuliko hawa watoto wa kike, lakini kuna pengine ambapo hawa watoto wa kike hawa wana haki walioipewa ambayo haki hiyo hawa watoto wa kiume hawakuipewa. Yapo mengi. Mtoto wa kike akiolewa anapewa mahari, wa kiume anatoa. Mtoto wa kike akiolewa anakwenda kuposhwa, wa kiume anaposha. Lakini sasa kwa sababu hakuna na hapo ni kwamba hawa ni mawali wa hawa watoto wa kiume, hawa ni mawali wa hawa watoto wa kike, watamshika kwa lolote lile litakalowasawa, hasa pale wakiwa hawana waume. Ulezi wote walikuwa hawa watoto wa kiume. Kwa Mwenyezi Mungu atufikishe tuwe wenye kupata Uislamu kikamilifu na kujua siri ya sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walkamalu lillahi billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.